والصلاة على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu, na kwa taufiki yake ametuwezesha tumekutana tena leo hapa katika ukumbi wetu. Kama ilivyo katika mwezi wa Ramadhani, tunakutana kila tunapokuwa kazini, tunakutana hapa kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu, na leo ilikuwa ni siku ya Sheikh Mabuga, lakini kwa bahati naona atakuwa ameshughulishwa bado nyuma cha kule juu na sio kwenye meeting. Kwa hiyo tutaendelea na darasa yetu ya tafsiri, na tunategemea kesho inshallah tutakuwa naye Sheikh Mabuga atupitishe katika yale ambayo atakuwa amewafikishwa kuandaa. Jana tulikuwa tumesoma mpaka aya ya 45. Leo tutatokea 46 ya suratu Zumar, sura 39, tutokea aya ya 46. Maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamuomba atuwezeshe tuliishia 47 natokea 48 inshallah. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuweze kuyafahamu na kufanyia kazi maelekezo yake na maneno yake katika kitabu chake, ili tuweze kuwa katika kundi la waja wema. Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutuelezea kwamba atatamani mwanadamu siku ya Kiyama lau kama atapewa vyote vilivyopo mbinguni na ardhini vikawa ni miliki yake, na akapewa nafasi atumie hivyo kujikomboa kutokana na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu huyo siku ile kulingana na hali ilivyo atakubali na atakuwa yuko tayari kufanya hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo kwamba siku hiyo haitosaidia kitu, kabla an yati yaumun la bay'un fihi wala khilal. Watu wajitahidi kufanya juhudi kujikomboa, kujinasua, kuleta istighfari mbalimbali kabla haijawafikia siku ambayo la bay'un fihi wala khilal, siku ambayo haina siku hiyo kujikomboa, kutoa fidia wala kupata mtetezi yeyote yule wakuja kumtetea mtu. Kwa hiyo ala kulli hali, ni juu yetu maandalizi yote tunayohitaji kwa ajili ya siku hiyo, basi tuyafanye tukiwa bado hatujafinya macho, tukiwa na akili timamu, tukiwa wazima, tukiwa salama kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qalam anasema, yawma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, siku hali itakavyokuwa ngumu kwa watu, mazingira atakavyokuwa magumu kwa watu, kwa kadiri mufassirini walivyoieleza yawma yukshafu an saqi, ikiwa mimbabi istiara, ikiwa mimbabi yoyote ile, lakini ni kulingana na hali itakavyokuwa ngumu. Halafu wajudauna ila sujudi, watu watatakiwa walete sijida, lakini fala yastati'una, hawatoweza watu kusujudu siku ile, na watasujudu watu wote waliokuwa na sujudu hapa duniani, waliokuwa wanatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kusujudu, yani ya kuswali. Basi siku ile itakavyotoka amri ile, ili watu wapate salama na wasujudu siku ile, na ile sio taklifie, ila ni kuonesha wepi walikuwa watiifu na wepi hawakuwa watiifu, ni sehemu moja ya upambanuzi. Basi fala yastati'una, hawatoweza watu wote ambao walikuwa hawaswali hapa duniani, hawatoweza siku ile kuweza kutekeleza amri hiyo. Khashiatan abswaruhum tarhaquhum dhilla, aliyakudhalilika nyuso zao siku hiyo, tarhaquhum dhilla, zitafunikwa na unyonge. Allah anasema, wakad kanu yudauna ila sujudi wa hum salimun,
Huko duniani watu walikuwa wanapigiwa dawa, wanahamasishwa, jamani, njoo tusujudi, yani njoo tuswali, njoo tutekeleze amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum salimuna, wakiwa salama wazima, wana uwezo wa kuitekeleza amri hiyo, lakini wakaamua kunyuti, kutotekeleza amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi hawatoweza. Au wahum salimuna, wao wakiwa hawako tayari, yani kujisalimisha na jambo hilo. Ala kulli hali, Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha kwamba salama yoyote ile ambayo watu wanaitaka pale tutakapokutana naye Allah subhanahu wa ta'ala inahitaji maandalizi ya hapa duniani. Kwa hiyo kule hakitosaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ukapewa dunia mzima na vilivyopo uweze ujikomboe siku ile, hakuna mtu atakayeweza kujikomboa. Kwanza havitokubaliwa, kwa sababu Allah ameshatangaza, yauma la yanfa'u malun wala banun min qabli an yati yaumun la bay'un fihi wala khilal. Hakuna siku hiyo maombezi, hakuna chochote siku hiyo kitakachokubaliwa, hakuna fidia, hakuna chochote. Kwa hiyo watu wafanye juhudi hapa hapa. Katika Suratun Naziati Allah anasema, wa amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ama wale ambao watakaokuwa wameishi kwa tahadhari na kuchukua hatua, wakitambua siku ile atakayokusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasimamishwa, wanaha nafsa anil hawa, na wakazikataza nafsi zao na matamanio na matashi yale ambayo mabovu mabaya nafsi inakuelekeza, wakaweza kudhibiti nafsi zao, basi fa innal jannata hiya almawa, hakika ya pepo wao itakuwa ndio makazi yao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi tumezinukuu kuonesha ile aya tuliyosimamia jana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema, lau watu watapewa dunia yote na vilivyopo, bali sio dunia tena, mbinguni na vilivyopo, mtu ajikomboe, siku ile atakuwa tayari kujikomboa. Lakini kwa bahati sana vitu hivyo havitokubaliwa, sababu siku ile hakuna kujikomboa, hakuna namna yote. Ikiwa mtu anataka kujikomboa, na ajikomboe hivi leo, kabla bado haijafika ule wakati ambao haikubaliwi chochote chenye kukubaliwa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe na atuwafikishe kuweza kutekeleza amri zake hapa duniani, na tuweze kujikomboa na kujinasua kabla bado hatujafinya macho. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutukumbusha, wabada lahum sayiatu ma kasabu, achilia mbali kwamba wao kuwa tayari kujikomboa, wabada lahum, itadhihiri kwa wao sayiatu, ubaya, makasabu, wa yale ambayo waliokuwa wanayachuma, waliokuwa wanayafanya wao wenyewe, watakuwa wanayaona. Anaonyeshwa siku ile, na hawezi mtu kukataa yale ambayo yeye mwenyewe ameyafanya. Wahaqa bihi, na itathibiti kwa wao, makanu bihi yastahziuna, yale ambayo walikuwa wanayadhihaki hapa duniani. Na wakati mwingine kuna watu wengine wanafanya kama mchezo, anavyokumbushwa, tunavyokumbushana, basi akajionea anadhihaki, anafanya hivi. Allah anasema katika sura At-Tauba, abillahi wa ayati kuntum tastahziun, aya zake Allah subhanahu wa ta'ala na yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi mnazifanyia dhihaka. Hamkustahiki au hamtakiwi kabisa mnapokumbushwa na kuelekezwa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masala yote yanayohusu dini sio masala ambayo mtu anatakiwa ayachezee na kufanya mchezo na kudhihaki. Siku hizi imekuwa na changamoto kubwa sana, watu wanatafuta maisha, watu wanafanya hivi wakafanya dhihaka. Maana maisha ya watu wengine ni kufanya dhihaki, kuchekesha na hivi. Katika Uislamu kuchekesha, kufanya dhihaka na nini hakujakatazwa, lakini kuna mipaka yake ambayo watu wanatakiwa wafanye nini, wazingatie. Sasa katika dini usiliguse jambo linalohusu dini alafu ukalifanyia dhihaka na kulifanyia maskhara. Fa idha massal insan, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yakimpata mwanadamu dhuru, yakimfika madhara, majanga ya afya, matatizo katika afya yake, mwili wake, ya kiuchumi, au majanga kwa ujumla, daana, anatuomba, yani anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaelezea uhalisia wa namna tulivyo, kwa sababu yeye ametuumba, anatujua vizuri sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fa idha massal insana dhurrun, yakimfika mwanadamu majanga, utaona namna gani watu wanavyokimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wakunjulia, wafanya hivi. Lakini thumma idha khawwalnahu neemata, tukimbadilishia yale majanga, tukampa neema, tukamkunjulia, qala innama utituhu ala ilmi,
anasahau kabisa kwamba amepitia changamoto, amepitia magumu mengi sana, ikawa yeye anasema hivi, mimi nimepewa kwa mikakati yangu, kwa elimu yangu nilionayo na mikakati. Na Allah subhanahu wa ta'ala alituelezea habari za Karuni, watu walivyokuwa wamwambia wabtaghi fima ataka Allah dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa asin kama asana Allahu ilaik. Watu walimwambia Karuni kwamba wewe yale aliyokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala yatumie kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, dara al-akhirah, lakini wala tansa nasibaka min, usijisahau duniani. Uislamu haujamkataza mtu kujikunjua, kuitanua, kufanya chochote katika maisha ya dunia, hatakiwi hivyo Uislamu. Hii dunia ndo tunaishi, chochote kinachobidi kufanya unapowasika kufanya wewe kifanye, lakini unatakiwa ukumbuke kwamba yote unayoyafanya uyafanye katika misingi ya kisheria kwa kufuata utaratibu, lakini pia utekeleze amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anatuambia wanadamu akipata matatizo anamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala, akikunjuliwa anasahau aidha kwa namna yoyote ile, na kujiona kwamba yale yote aliyonayo basi ameyapata kwa mikakati yake na mipango yake yeye ambayo aliyokuwa nayo. Allah anasema bali hiya fitnatun, huwa ni mtihani tu. Allah akikunjulia wewe neema ni mtihani tu. Allah akikujalia wewe mazingira magumu ya kiuchumi ni mtihani tu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Namna gani utainuka kutoka katika mtihani huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa? Ukipewa mali ni mtihani, ukipewa hali nzuri ni mtihani, ukipewa afya ni mtihani, ukipewa changamoto ya afya ni mtihani, ukiwa huna uchumi wako matatizo ni mtihani. Ala kulli hali bali hiya fitnatun, Allah subhanahu wa ta'ala ni mtihani. Namna yoyote kile utakavyokuwa umekunjuliwa ni mtihani. Ukiwa Allah ameibana riziki yake kwako ni mtihani. Namna gani wewe utatambua neema zake Allah subhanahu wa ta'ala? Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawatambui. Wengi wetu sisi hatutambui kwamba hii ni mitihani Allah anayotupa, anatujaribu. Tukipata ndio hivyo tunajisahau, tunajiachia. Tukikwama ndo hivyo tunakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingine watu wakatoka kabisa wakasahau juu ya neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, wakakimbilia kwenye matambiko na mizimu kwa namna yote, tena namna zote mbili. Watu wakiwa mazingira magumu ya kiuchumi, mazingira magumu ya kiafya, watu wanakimbilia kwenye matambiko, kwenye mizimu, na hivi wakikunjuliwa neema, wakiwa na afya nzuri, watu wanakimbilia kwenye matambiko na mizuri. Yani imekuwa ni mtihani moja kwa moja kwetu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tuambia bal hiya fitnatun, huo ni mtihani tu juu yenu, walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui juu kwamba hii anachotupa Allah subhanahu wa ta'ala ni mtihani ule ule wa kutupima, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, apate kutujaribu nani atafanya vizuri katika mtihani ambao tuliowapa. Allah amesema kabisa, ameweka uhai, ameweka umauti ili apate kutujaribu, apate kutambua ni nani atakayekuwa amefanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tunavyopitia changamoto zozote zile na tunavyopitia mafanikio yote yale, basi tutambue hiyo ni mitihani yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kad qala alladhina min qablihim, hayo ameyasema waliokuja kabla yao wao, lakini fama aghna anhum ma kanu yaksibun, haikuwasaidia wao yale ambayo waliokuwa wanayachuma. Fa asabahum sayiatu ma kasabu, yakawafika ubaya wa yale ambao waliwachuma. Adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala za hapa duniani wapo waliozipata, au huko makaburini wapo wanaendelea kuzipata. Walladhina dhalamu min haulai, na wale waliodhulumu katika hawa, waliozidhulumu nafsi zao katika ummati huu wako, sausibuhum sayiatu ma kasabu, watakutana nayo na ubaya wa yale ambayo wanayoyafanya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameshatangaza watakutana nayo ubaya, malipo ya ubaya wa yale ambayo watu waliokuwa wanayafanya. Wama hum bimuujizina, wala hawatakuwa wao na uwezo wote wa kuweza kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Awalam ya'lam, kwani watu hawajui anna Allah yabsutu rizqa liman yasha, kwamba Allah anakunjua riziki kwa anayemtaka, wa yaqdir, na akaibana kwa anayemtaka. Allah subhanahu wa ta'ala anayefungua milango, anawafungulia wengine na wengine akaifunga, na akajalia wao kwa wao, wengine wawe wafanye kazi, wengine wafanye hivi. Ndio maisha yanavyokwenda, ndio mfumo wa maisha. Sio watu wote wawe katika level moja.
inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun, hakika ya hayo kuna mazingatio, kuna aya za kutambua uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kina nani? Liqaumin yu'minuna, kwa wale ambao wenye kuamini na kufanyia kazi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuita kwa lugha ya kutubembeleza, akitutaka turudi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kujichanganya kwetu kote tulivyovuruga. Kul, sema uwaambie, ya ibadi alladhina asrafu, waja wangu ambao mmeharibu, mmevuruga, mmefanya mabaya, mmefanya hivi, ala anfusihim, juu ya nafsi zao wenyewe. Waambie hao wasijikatie tamaa, la taknatu min rahmatillah, usijikatie tamaa juu ya rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe makosa yote kwa namna yote. Allah anachotaka wewe umrejee tu, utambue tu, ukubali kosa lako na ujirudi na uache na uazimie kutorejea. Hayo ndo anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kuteleza kupo kwa wanadamu. Mtu asijione kwamba ameteleza, amefanya hivi, akajiona yeye ndo amekosa, hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana, la taknatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jamia innahu huwal ghafurur rahim, hakika ya Allah ni mwenye kusamehe tena ni mwingi wa rehema. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe tena ni mwingi wa rehema. Kwa hiyo tusijikatie tamaa vyote vile mtu atakavyokuwa amefanya, amekwenda kombo, ameteleza, amefanya hivi, atambue tu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Zipo hadithi tumezungumza hapa, yule bwana aliyowatumia 99 akamalizia 100, na wengine masahaba tunaona mifano halisi kabisa. Masahaba walikuwa wameua, wameshiriki katika vita ya kupambana na Waislamu, lakini baadaye wao wakaja kusilimu na wakasimamisha na wakauendeleza na wakawa ndo majemedari wa Uislamu. Kwa hiyo yote haya Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha kwamba lazima turejee kwake. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, rejeeni, bimaana tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na jipendekezeni na jisalimisheni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun, kabla haijawafika adhabu kisha mkakosa wa kuwanusuru. Hakuna kuja kuwatetea wala kuwanusuru. Kama tulivyoanza, watu turejee sasa hivi, turudi katika msimamo, turudi katika maelekezo na mafundisho sahihi kabla haujafika wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala ataleta adhabu zake na tukakosa wa kuja kutunusuru na kututetea. Kwa hiyo lazima tujitahidi, tujirudi sasa hivi, tujirudi sasa hivi kwa namna yoyote katika vurugu zetu zote tulizozifanya, na ndo siri ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea misimu ya Ramadhani, Hija na kadhalika. Ndio maana akasema la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Tunajirudi pale tulipokosea, tulivyoboronga, basi tunarudi na tukashika msimamo, tukatekeleza amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tukirudi tu Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa mwepesi kutupokea, na hilo ndo analolitaka na kufurahia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, nafuateni yaliyokuwa mazuri. Tangu tumeanza sura inazungumzia namna ya kufuata kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya ikhlas na kadhalika. Wattabi'u, nafuateni, ahsana ma unzila ilaykum, yaliyokuwa mazuri, yaliyoteremshwa. Kulilona fabashshir ibadi alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana, wanasikiliza maneno wakayafuata yaliyokuwa mazuri. Na Allah nazzala ahsana alhadith, mwenyewe kwa nafsi yake anasema ameteremsha maneno mazuri kabisa juu yetu. Kwa hiyo ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum, anakusudia hiki Qur'ani tufuate, ndio muongozo wetu, ndio muongozo wetu, ndio maelekezo yetu, ndio maisha yetu. Pale kaburini tukilazwa, wale mashaikh wanatuambia alana yatika almalakani, sasa hivi wanakuja malaika wawili, karimani, watukufu, almuwakkalani, waliwakilishwa, fala yufzi'aki wala yurhibak wala yahulak, fa idha sa'altak, watakuuliza ya maswali, watakuuliza man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Moja katika maswali utakayouliza, tunachotaka kusema hapa, wa ma imamuka, kiongozi wako wewe ni nani? Tambia pale mtakosema alquran imami, Qur'an ndo kiongozi wangu. Utawezaje kusema Qur'ani alikuwa ndo kiongozi wako anayekuongoza katika maisha yako, hali ya kuwa hukumfanya hivyo? Utashindwa, uwezi kusema hayo.
Kwa hiyo ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum, fuateni yale yaliyoteremshwa kwenu ninyi ambayo ni mazuri kabisa, yenye kuongoza katika namna mzuri. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hii Qur'ani inaongoza na inaelekeza, inawapeleka watu katika mfumo uliokuwa bora kabisa wa maisha yao na mwenendo wao na dini yao kwa ujumla. Kwa hiyo ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghtatan, kabla haijawajia adhabu kwa ghafla, wa antum la tashurun, hali ya kuwa ninyi hamjui chochote. Chukueni hatua sasa hivi, kila mmoja achukue hatua sasa hivi ya kufuata mwongozo, ya kushika mafundisho, ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi kabla wakati huo haujafika. Tukishika huu, tukiwa tunadumu nayo, tunaenda nayo, basi ndio tutafika salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo itakuwa ni hatari kubwa sana kwetu sisi. Kwa nini? Antakula nafsun ya hasrata, isije ikafika wakati mtu akaja anasema mwenyewe ya hasrata, masikitiko yalioje, hasara ilioje, majuto yalioje kwangu mimi, ala ma farrattu fi jambillah, yale niliyovuka mpaka upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, nimevuruga, nimeacha na hivi na hivi. Wa in kuntu la minas sakhirin, hali ya kuwa mimi nilikuwa katika watu ambao waliokuwa dhalili kabisa. Hapa leo hivi siwezi kufanya kitu chochote. Ile Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ikifika wakati huo, yunabbaul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar, tupewa habari aliyotanguliza na aliyochelewesha, aliloliweka nyuma ambalo alitakiwa ndo alipe kipaumbele na alilolipuuzia. Tafika wakati wa namna hiyo. Kwa hiyo kila mtu ataona kitabu chake, ataona mazingira yake. Kwa hiyo lazima tuchukue hatua sawa sawa sasa hivi, isije ikafika wakati mtu anakuja kujijutia mwenyewe, analalamika ya maneno, ala ma farrattum fi jambillah wa in kuntu la minas, nipo katika watu duni kabisa, dhalili kabisa. Lakini wa anna lahu dhikra yawma idhin yatadhakkaru al-insanu, siku hiyo mwanadamu atakuja kukumbuka. Lakini wa anna lahu dhikra, itasaidia nini? Kwa hiyo tuchukue hatua sasa hivi ya kuweza kujikumbusha. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, au takula, isije ikafika wakati mtu akasema, kule anasema ala ma farrattu, majuto yalioje kwangu mimi kwa kuvuka mpaka, kwa kufanya jeuri juu upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, sikuchukua hatua. Au takula, au akaja kusema mtu, lau anna Allah hadani, lau mimi Allah angaliniongoza, lakuntu minal muttaqin, ningekuwa katika wacha Mungu. Sasa kuongozeka kwenyewe Allah ndo kaleta muongozo, katuletea mtume sallallahu alaihi wasallam, katuletea dini, katuletea kitabu. Sasa ili uongozeke mtu ni kushika na kufuata kitabu, ukafuata muongozo na maelekezo, kabla haijafika wakati mtu akaja akasema kwamba lao tungeletewa kitabu sisi tungekuwa wacha Mungu bwana. Shida sisi hatuna muongozo, hatujapata muongozo. Muongozo Allah ameshauleta. Allah anatoa namna ambavyo hatutakuwa na namna ya kwenda kujitetea mbele ya Allah subhanahu. Maana utasema mimi ningekuwa na muongozo, ningekuwa na hivi, ningejua namna gani ya kufanya, lakini sina muongozo wote. Lakini muongozo Allah ndo ameshaleta. Kwa hiyo ni juu yetu. Au takuna hina taral adhaba, au mtu akaja kusema pale ambapo atakapokuwa anaiona adhabu, sasa hana cha kufanya, lau anna li karrata, lau mimi ningepata muda mdogo tu, fa akuna minal muhsinin, nikawa mimi katika watu wema. Sasa fursa hiyo hamna kule tena. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa mazingira yoyote yale ambayo mtu anaweza kuja kujitetea, mtu anataka apewe nafasi, mtu anataka apate fursa. Bala kad jaatika ayati fakadhabta biha, kwa hivyo unavyotaka hivyo sivyo. Kad jaatika ayati, aya zangu, muongozo wangu umekuja kwako, lakini fakadhabta biha, yani maneno mazito sana watu tutaambiwa siku. Tunamuomba Allah asitufanye katika hao. Fakadhabta biha, wewe umezikadhibisha. Aya zimekuja, umezikadhibisha. Kuzikadhibisha sio lazima mpaka mtu akatae, ile kutofanyia kazi, kutoshughulika nacho kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ukajua muongozo na maelekezo unavyotakiwa kuwa, ndio unakuwa umejiingiza katika kundi hilo. Kadhabta wastakbarta, na umefanya jeuri. Wa kunta minal kafirin, na wewe ukawa katika makafiri, yani wenye kupinga, wenye kuleta ukaidi. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala
kwa taufiki yake na rehema zake atujalie wale ambao wanaosikiliza maneno na wakafanyia kazi, na tukawa wale ambao wenye kufuata kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na tukawa wale wenye kurejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe na tuongoze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.